Salam alaikum, ndugu zangu Waislamu. Bwana asifiwe kwa ndugu zangu wa Kristo. Ni siku njema tena tunakutana katika meza hii ili tuweze kuchambua masuala ambayo yanatuhusu, hususan masuala ya kisiasa. Kwa hivyo nakukaribisha siku ya leo ili tuweze kufanya tu uchambuzi kwa haraka sana, mpenda mtazamaji. Kwa hivi karibuni, mpenda mtazamaji, Mama Samia Suluhu aliweza kuteua wizara yake au baraza la mawaziri, na kati ya majina ambazo tuliweza kuzitazama zikiweza kutajwa, mpendwa mtazamaji, jina moja au jina mbili ambayo aliweza kuitaja katika zile baraza la mawaziri liliweza kuwashtua wengi na pia likaweza kutushtua sisi. Ilikuwa jina la binti yake na pia jina la kijana wake aliyekuwa Rais Jakaya Kikwete, na jambo ambalo nataka tuweze kuifanyia uchambuzi wa kina, ikiwa uteuzi huu una maana gani katika jamhuri yote, mpenda mtazamaji. Lakini mpenda mtazamaji, hata kabla tuweze kufanya uchambuzi huu, na kuomba uweze kusubscribe katika channel yetu, kwa sababu hii ndio jukwaa mojawapo ambao inakupatia mambo halisia jinsi ilivyo bila kuegemea upande wowote. Kwa hivyo na kuomba tu uweze kusubscribe, na samahani kwa siku ya leo kwa sababu niko na mafua ambayo inaendelea kunisumbua, mpenda mtazamaji, lakini hiyo haitakuwa pingamizi ya kuweza kukufanyia uchambuzi huu, mpenda mtazamaji. Karibu tu niweze kukufahamisha, mpenda mtazamaji, na kukaribisha. Kwa hivyo kuna uteuzi ambao Mama Samia Suluhu ameweza kufanya ambao umeleta tumujuto katika taifa, na hii uteuzi ni uteuzi wa binti yake na kijana ya aliyekuwa Rais Jakaya Kikwete. Hii ni mada ya tabaka nyingi, mpendwa mtazamaji, na ni masuala ya siasa na maadili ya uongozi, uwajibikaji, nepotism, ambao tunaweza sema ya kuwa ni ile kuzidisha watu wa familia au ndugu. Na kwa hivyo katika uchambuzi huu tutakuwa tunaweza kuangalia athari kwa utendaji wa serikali, na nitakuwa nachambua kwa upande wa faida, hasara na matokeo yanayoweza kutokea. Kisha kutoa maoni hapo mbeleni nitakuwa natoa maoni ya uhalali wa umuhimu wake. Mpendwa mtazamaji, na kukaribisha katika uchambuzi huu, na tafadhali iwapo unataka kuweza kunakili na kuomba uweze kuchukua karatasi, kipande cha karatasi na kalamu, kwa sababu hii pia ni elimu ambayo naweza kukupatia kwa sababu ya tajriba ambao tuko nao kuhusiana na mambo ya uchambuzi, mpendwa mtazamaji. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji, katika uchambuzi huu wa uteuzi wa mtoto wa Samia na wa Kikwete, tunaweza kuangalia katika tathmini ya uteuzi. Uteuzi wa binti ya Samia Suluhu, Rais Samia Suluhu Hassan, ambaye ameweza kutaja binti yake. Binti yake anafahamika kama naweza kupata jina lake, anafahamika kama Wanu Hifidh Ameir. Wanu Hifidh Ameir Suluhu kuwa naibu wa waziri wa elimu. Pia alikwenda mbeleni na akaweza kumtaja mwana wa Jakaya Kikwete ambaye anafahamika kama Ridhiwani Kikwete, ambaye ni mtoto wa rais mstaafu Jakaya Kikwete. Amepewa wadhifa wa wizara ya ofisi ya rais, utumishi wa umma. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji, nataka tuweze kutazama katika faida ya uteuzi wa viumbe wa familia. Kwanza ni uaminifu na uaminifu wa kisiasa. Watu walio katika familia ya kisiasa mara nyingi wamelelewa katika mazingira ya utendaji wa kisiasa na wanaweza kuelewa vyema mfumo na maadili ya chama.
Hii inaweza kusaidia katika ushirikiano na uaminifu kati ya wizara na rais. Pili ni uzoefu wa kisiasa. Ikiwa mtoto wa rais au kijana wa rais mstaafu amekuwa mwana wa kisiasa kwa muda, anaweza kuwa na ujuzi na mitandao ya muhimu kuelekea utendaji mzuri wa wizara. Kwa hivyo kuna ile kushirikiana na rais au yule ambaye yuko uongozini, na inaweza kuwa rahisi kwake kuweza kutenda jambo fulani, kwa sababu iwapo yuko na maswali kuhusiana na wizara, ni rahisi yeye kuweza kuuliza rais kwa urahisi sana na kuweza kuelezwa jinsi inavyostahili, na pia ni rahisi sana rais kuweza kupitisha baadhi tu ya vitu ambazo zinahitajikana kuweza kuipitisha katika wizara ili iweze kufanyika. So ni rahisi kwa sababu ya uhusiano wao. Jambo lingine ni utulivu wa utawala. Kwa baadhi ya watu, uteuzi wa vizazi vinavyofuata familia unaweza kuonekana kama njia ya kuendeleza utulivu wa kisiasa, hasa kama upande wa familia hizo unaona wapo tayari kuonyesha utaalamu na dhamira ya kuwatumikia wananchi. Kwa hivyo unapoona baadhi ya hizi familia ambazo zimeweza kuwataja wana wao, hawa ni wana ambao wameweza kulelewa katika zile familia za ile ambayo tunaita familia ya ufalme. Na kwa hivyo muda huu wote tukiweza kuangalia mwana wake Jakaya Kikwete ameweza kuona utawala wa baba yake, na pia ameshuhudia mambo mengi ambayo yamekuwa yanafanyika. Kwa hivyo yuko na tajriba fulani, na tunaweka tu kwa mabano, huenda yuko na tajriba fulani ya uongozi katika wizara. Kwa hivyo tatu, tunataka tuweze kuangalia hasara na hatari, kwa sababu katika kila kitu kuna hatari yake na kuna hasara na kuna pia faida. Ndio maana na kuchambulia polepole tukiweza kurudi chini. Ya kwanza tunaweza kuangalia katika malengo ya nepotism na maadili ya uongozi. Mpendwa mtazamaji, kuteua watu wa familia inaweza kuonekana kama ongezeko la nepotism, na hili inaweza kupunguza imani ya umma katika utawala. Wananchi wanaweza kukosoa uteuzi kuwa sio kwa sababu ya uwezo, bali ni kutokana na uhusiano wa kifamilia. Kwa sababu unapoangalia uteuzi huu, basi unaweza kuweka katika muktadha ya kuwa hao wameweza kuteuliwa si kwa sababu wako na tajriba ya kuweza kutenda au kuweza kuwajibika katika utendakazi katika wizara hizo, lakini hii ni kutokana tu na ile uhusiano ambao wako na wale ambao wako katika uongozini. Kwa hivyo inaleta wasiwasi katika hali ya utendakazi, na watu waweze kujua iwapo hawa wataweza kuitimiza ile ambao wananchi wana expect yaweze kutimizika, kama kuweza kuwatendea haki katika kazi ambao wameweza kupewa. Mpendwa mtazamaji, jambo lingine ni upendeleo wa kisiasa. Ikiwa miundombinu na uteuzi hazizingatii uwezo wa kitaalamu wa watumishi walioteuliwa, uteuzi huu unaweza kuathiri utendaji wa wizara. Vyeo muhimu vikiwa vimepewa zile familia, kuna hatari kuacha vyeo kwa watu wenye uwezo mkubwa. Kwa mfano, katika hii uteuzi wa binti yake Mama Samia Suluhu, hawezi sema ya kuwa kulikosekana na mtu ambaye yuko na tajriba ya juu ya kuweza kufanya kazi katika ile wizara ya elimu kama naibu waziri. Kulikuwa na mtu ambaye alikuwa na tajriba ya juu, lakini hakuweza kupewa kwa sababu hii nafasi iliweza kutengwa kwa sababu ya mwana
wa rais. Kwa hivyo kuna ile tatizo ambao watu ambao wangeweza kuisaidia taifa waliweza kuachwa kwa sababu ya kuweza kutaka mtu wa familia yako aweze kukua katika nafasi ile. Jambo lingine ni uchunguzi wa wajibikaji, na mimi nataka niweze kukuuliza iwapo sasa hivi mwana wa Samia Suluhu ataweza kupitisha baadhi ya vipengele ambazo taifa au haiwezi kusaidia taifa, vipengele ambao hazina umuhimu yoyote, au ataweza kufanya maamuzi ya kibinafsi. Je, ule uwajibikaji unaweza kuja vipi, na mtu anaweza je kuja na kuweza kumuuliza maswali, kwa sababu anajua uhusiano wa huyu na rais alio ni mama na mwana wake na binti yake. Kwa hivyo kunaweza kuwa na, inaweza kupunguza ile uchunguzi na uwajibikaji. Watumishi wa umma wanaweza kuhitaji uwazi mkubwa zaidi linapokuja swala la utendakazi na maamuzi. Uteuzi wa familia unaleta haja ya uwazi zaidi kwa sababu kuna wasiwasi kwa kuwa maamuzi yanayoweza kutokea kwa maslahi au binafsi au familia, kwa sababu familia inaweza kuwa inataka kupitisha jambo fulani. Kwa hivyo hakuna ile uteuzi au kuweza kufanya maamuzi ambayo yanaambatanishwa na kuweza kuwasaidia wananchi. Kwa hivyo kuna hiyo tatizo ambayo inaweza kukumba uteuzi kama hizi ambazo tunaweza kuziona kwa sasa. Na pia jambo lingine ni kuwa kuna ile mvuto wa kisiasa ambao tunaweza kuita dynasty. Kwa muda mrefu kuteua watoto wa viongozi wa zamani au wa sasa kunaweza kuunda nguvu za kisiasa zinazofanana na dynasty. Hii inaweza kupunguza ushiriki na wanasiasa wasio wa familia za kisiasa kubwa na kuathiri mageuzi ya kisiasa. Kwa sababu iwapo kuna mwana ambaye labda ako na ndoto ya kuweza kurise siku moja na kuwa mwanasiasa mkubwa, basi anakuwa na tatizo anapoona uteuzi ambao unafanyika ni kwa watu ambao wako na nguvu. Kwa hivyo ni jambo moja ambalo linaleta shida katika uteuzi kama huu ambao tunaitazama sasa hivi. 4 ni mateso ya umma na matokeo ya kitaifa. Uaminifu wa umma. Uteuzi wa hivi aina unaweza kuharibu imani ya wananchi kwa serikali, sababu wananchi sasa wanakosa kukuwa na imani kwa serikali. Unajua serikali hii iliweza kuchukua uongozi kwa mabavu, kisha unaweza kuangalia uteuzi wao pia wanakosea, kwa sababu iwapo tu Rais Samia Suluhu angetaka mwana wake pia akue katika uongozi, basi kuna nafasi mingi au kuna wadhifa nyingi ambao watu hata wazifahamu. Lakini unapomteua katika kiwango cha naibu wa waziri, basi ni position moja ambao wananchi wanaitazama sana. Kwa hivyo uteuzi kama hizi, ile uaminifu ambao maybe watu wangeanza kukuwa na serikali, basi inavunjika zaidi, kwa sababu wanaona umeweza kumteua mwana wako katika kiti ambacho kilistahili labda mtu mwingine aweze kukishika. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji, tunaweza kuona Mama Samia Suluhu anakosea kwa jambo fulani, jambo mingi sana anaenda kinyume tena, na aliweza kupata uongozi huo kwa ubavu. Jambo lingine ni utendaji wa wizara. Ikiwa wale walioteuliwa kutoka ndani ya familia hawana ufanisi wa kutosha, wizara zao zinaweza kutekeleza sera vibaya na kuendesha miradi kwa ubora mdogo, jambo ambalo linaweza kuathiri maendeleo ya kitaifa. Mpendwa mtazamaji, unajua katika uteuzi kama hizi hatuwezi kufahamu kama mwanawake
Rais Samia Suluhu binti yake yuko na tajriba katika lile wizara ambao ameweza kupewa. Kwa hivyo jambo hili linaweza kupunguza ile utendakazi katika wizara ambayo ameweza kupewa, na pia anaweza kupitisha baadhi ya sheria ambazo haziambatanishwi na umma. Kwa hivyo hiyo inaweza kuwa kero zaidi, mpendwa mtazamaji. Jambo lingine ni ya kuwa uteuzi kama huu unaweza kuleta sheria za kiutawala. Kwa kumaanisha ya kuwa kunaweza kuwa na ile uhamasisho wa wananchi na vyama vya upinzani kuomba mageuzi ya sheria ya usimamizi wa uteuzi wa wizara. Mfano, kuanzisha vigezo vya kuzuia nepotism au kuhakikisha mchakato wa uteuzi ni wa uwazi zaidi. Jambo lingine ni uhalali wa kisheria na sera. Tukiweza kuangalia katika kipengele cha sheria, hakuna dalili ya kuonyesha kwamba uteuzi wa mtoto wa rais au rais mstaafu ni kinyume cha sheria Tanzania, hasa ikiwa ndiye aliyetimiza vigezo vilizowekwa katika katiba au sheria za nchi kwa kuwa serikalini. Hata hivyo, masuala ya maadili ya uongozi yanaweza kuibuka zaidi. Sera za CCM na uongozi. Chama cha Mapinduzi kinaweza kuwa na miongozo ya ndani kuhusu uteuzi wa watu kwenye baraza la mawaziri, lakini mara nyingi miongozo hizi haipungui kabisa uwezekano wa kuteua vyombo vya familia ikiwa inaendelea na siasa za chama na matarajio ya kisiasa. Kwa sababu kuna wale watu katika Chama cha Mapinduzi au chama tawala watakuwa wanauliza mbona wameweza kuteua watu wa jamii moja au watu wa familia, kwanza familia ya kiufalme. Kwa hivyo tunaweza kushuhudia mgogoro katika chama cha tawala, ambao najua kuna wengi ambao wangeweza kutamani kuwa katika nyadhifa kama hizo ambazo wanao wameweza kupewa. Katika maoni ya mikakati ya usimamizi, nataka tuweze kuangalia katika uwajibikaji wa uwazi. Serikali ya Samia inapaswa kuhakikisha kuwa mkuu wa wizara kama Ridhiwani Kikwete na naibu wa waziri Wanu Ameir Suluhu wanatoa taarifa wazi za utekelezaji wa sera kwa ujumla wa umma. Hii inaweza kuimarisha imani na kupunguza wasiwasi wa nepotism. Kwa sababu tunafaa tuweze kuangalia, kwa sababu wizara kama ambazo wameweza kupewa ni wizara ambazo zitakuwa zinaangaliwa kwa ukina zaidi. Kwa sababu kwa hivyo wanatakana waweze kutupatia taarifa ya utendakazi ili tuweze kuwa na imani ya kuwa wanatenda kazi kwa wizara ambazo walizopewa. Mpendwa mtazamaji, vigezo vya utendaji. Kuweka vigezo vya utendaji wa mawaziri na manaibu waziri ambazo ni wazi na kuweza kupimika. Kazi, bajeti, malengo na maendeleo ni muhimu ili kuhakikisha uteuzi huo hauachwi kuwa tu kinyume cha maadili ya kisiasa. Kwa hivyo tunataka tuweze kuona ya kuwa kuna ile ufuatiliaji mambo ambayo yanaendelea katika ile wizara ambazo wameweza kupewa, mpendwa mtazamaji. Lakini kufikia pale, sijui wewe unafikiriaje kwa uteuzi huu wa mwana wa Samia Suluhu na mwana wa aliyekuwa Rais Jakaya Kikwete? Tupatie maoni yako ambao unaweza kufikiria, mpendwa mtazamaji. Na kumbuka, tutakapofika
subscribers 1000, basi tutakuwa tunakuja kwa picha, kwa visual, na utakuwa unaweza kututazama, si kuweza kusikia tu sauti bali kuweza kututazama. Basi weza kutusaidia tuweze kufika pale kwa kuweza kulike video zetu na kuweza kusambaza kwa watu wengi, ili iweze kufikia watu wengi na tuweze kufikia dhamira yetu. Tutakuwa tunazidi kukupatia uchambuzi jinsi ilivyo bila kuegemea upande wowote. Mpendwa mtazamaji, kumbuka kuweza kulike, kushare na kuweza kucomment katika video zetu. Tutakuwa tunakutana hapo baadaye, tukiweza kukutana katika chumba hii tuweze kufanya uchambuzi. Kwa heri kwa sasa.